William Ruto, naibu wake Profesa Kithure Kindiki na viongozi wengine haswa kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wamemsuta aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kueneza siasa za ubaguzi haswa kwa wakazi wa maeneo hayo. Viongozi hao wakisema kuwa Gachagua hana ufahamu wowote wa miradi ya serikali inayoendelea na juhudi ambazo serikali inafanikisha kupigana na kiangazi. Ndiyo sababu anawafokea kila mara. Wamemsuta kwamba wakati alipokuwa afisini hakujali wakazi hao, haswa wakati ambapo eneo hilo limetengwa na serikali 4 zilizopita. Fred Wambua anatuarifu. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameendelea kuibua mdahalo mkubwa kuhusiana na eneo la kaskazini ya mashariki mwa Kenya kusalia nyuma kimaendeleo, hapo jana akiitaka serikali na viongozi kushughulikia baa la njaa linaloangamiza wananchi na mifugo. Mdahalo huo ukiendelea kupandisha joto la kisiasa nchini, Rais William Ruto ametetea hatua yake ya miradi mbalimbali eneo la kaskazini ya mashariki mwa Kenya, akisema anapania kuleta usawa ambao wakazi hao wamenyimwa kwa muda, akimsuta Gachagua kwa kulenga eneo hilo kikabila. Nilikuwa Nyeri, nilikuwa Machakos, sikusikia wakilalamika. Wakati wamesikia mimi nakuja Northern Kenya, wakaanza nduru. Wale watu, I want to tell them, hiyo siasa ya ubaguzi mko naye, hiyo siasa ya ukabila mko naye, haina nafasi katika Kenya hii. Wale wanawatukana, wale wanawadunisha, chuma chao kimotoni. Nimesikia watu wengine wengi wanajaribu kunipatia mawaidha, sijui rais hangeenda, sijui rais angefanya kazi ingine. Wewe fanya hiyo kazi ingine. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akiwataka wanaoongelelea eneo hilo kuizuru ili kupata uelewa zaidi, akiweka wazi kuwa sio vema kuleta siasa kwa mambo ya ukame, kwani serikali imetoa zaidi ya bilioni 10 kutatua changamoto hiyo. Wawache kuleta mambo ya siasa kwa mambo ya ukame. Nimesikia wengine wanaongea mambo ya ukame, hawaelewi Northern Kenya, hawaelewi nini naendelea. In December, President Ruto authorized 2.5 billion for the drought response. In January, another 3.5 billion. Yesterday, another 4.1 billion. In total already, we are talking of in excess of 10 billion shillings that this administration has released. Amechokora kila mtu, hata MCA wa hapo amtambui, mjumbe wake amtambui. Sasa we ni kiongozi aina gani kama kwako hauna hata MP hata mmoja, alafu nakuja kudanganya watu hapa ati uko na kura kwa mfuko? Aidha, waziri wa afya Aden Duale amenyoshia kidole cha lawama Gachagua kwamba wakati alikuwa madarakani, hasa wakati wa ukame, alizuru eneo hilo mara moja tu, akisema hakuna uhusiano wowote utakaokuwa kati ya wakazi hao na Gachagua. Wewe umeanzisha mambo ya cousins. We are not your cousins. So how can you address us? When we had drought in 2022, when you came to office, and you instructed 7 to 8 billion to be used for the people of Northern Kenya, 14 counties, in terms of food, water, and animal feed. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake Northern Kenya. Alienda shule moja hapa Garissa inaitwa Yuga Primary, na akarudi kiwanja cha ndege. Kwa muda ni mdahalo ambao umeendelea kuibua hisia tofauti, viongozi wa eneo hilo wakijitetea kana kwamba wametengwa sana na serikali zilizopita. Fredrick Wambua, Undugu TV.